Palikuwa na mtu jina lake Yoakimu, alikaa Babeli, naye ameoa mke jina lake Suzana, binti Hilkia, mwanamke mzuri sana na mcha Mungu. Wazee wake nao walikuwa wenye haki, pia wamefundisha binti yao sawasawa na Torati ya Musa. Basi Yoakimu alikuwa muungwana tajiri, na karibu na nyumba yake alikuwa na bustani nzuri, hivyo Wayahudi humwendea, maana alikuwa mwenye heshima kupita wengineo wote. Mwaka ule ule wakaamriwa wawili miongoni mwa wazee wa watu ili kuamua, watu wa namna ile ambao Bwana aliwanena ya kama ufisadi ulitoka Babeli kwa wazee waamuzi waliohesabiwa kuwa wanatawala watu. Hao walikuwa wakienda mara nyingi kuzuru kwenye nyumba yake Yoakimu, na wote wenye mashtaka yoyote desturi yao wakawajia huko. Basi watu walipoondoka kwenda zao panapo saa sita, Suzana huingia katika bustani ya mumewe ili kutembea. Nao wale wazee wawili humwona kila siku anakwenda kutembea, hata wakawaka tamaa kwa sababu yake. Ndipo walipozipotosha nia zao, wakayageuza upande macho yao, wasiweze kutazama mbinguni wala kukumbuka hukumu za haki. Na ingawa wote wawili walichomwa kwa kumtamani, lakini hawakuthubutu kujulishana taabu zao, mradi waliona haya kuzidhihirisha tamaa zao mbaya, walivyotamani kumpata Suzana. Walakini siku kwa siku wakachungulia kwa kusudi ili wamwone. Hata mmoja wao akamwambia mwenzake, twende zetu nyumbani, maana ni saa ya chakula. Nao walipotoka wakaachana, walirudi nyuma tena kila mtu, wakafika pale pale. Ndipo walipoulizana sababu, wakakiri tamaa zao, nao wote wawili walijiwekea wakati watakapoweza kumpata yu peke yake. Ikawa walipongoja wakati wa kufaa, yeye aliingia bustanini kama ilivyokuwa desturi yake pamoja na wajakazi wawili, naye alitaka kuoga kwa sababu kulikuwa na joto. Wala hapo hapakuwa na mtu yeyote isipokuwa wale wazee wawili ambao wamejificha wakimvizia. Basi akawaambia wajakazi wake, nileteeni mafuta na sabuni, mkaifunge milango ya bustani ili nioge. Wakafanya kama alivyowaagiza, wakaifunga milango ya bustani, wakatoka wenyewe kwa milango ya nyuma ili kuvileta vile vitu alivyoviagiza, wala hawakuwaona wale wazee, kwa maana wamejificha. Mara wale wajakazi walipokwisha kutoka, wale wazee wawili waliondoka wakamwendea mbio, wakasema, tazama, milango ya bustani imefungwa, asiweze kutuona mtu yeyote, nasi tunakupenda sana. Haya basi, utukubalie ulale nasi. La hutaki, tutakushuhudia ya kuwa hapa palikuwapo kijana pamoja nawe, ndiyo sababu uliwaruhusu wajakazi wako. Basi Suzana aliugua akasema, nimesongwa pande zote, maana nikilitenda hilo ni mauti yangu, nisipolitenda siwezi kuokoka mikononi mwenu. Ni afadhali nianguke katika mikono yenu na kukataa kuliko kutenda dhambi machoni pa Mungu. Mara Suzana akapiga kelele kwa sauti kuu, nao wale wazee wawili wakampigia kelele pia. Kisha mmoja wao akakimbia akaifungua milango ya bustani. Hivyo watumishi wa nyumba waliposikia kelele bustanini, wao waliingia kwa kasi kwa mlango wa nyuma ili waone ni nini iliyompata. Lakini wale wazee waliisimulia hadithi yao, nao watumishi wakaona aibu kabisa, kwa maana Suzana hakuchongelewa habari ya namna hiyo wakati wowote. Ikawa kesho yake watu walipokusanyika kwa Yoakimu mumewe, wale wazee wawili wakaja, nao wamejaa kusudi lao ovu juu ya Suzana la kumfisha. Wakasema mbele ya watu, mwiteni Suzana binti Hilkia, mkewe Yoakimu aje hapa. Basi
akaenda kuitwa, naye akaja pamoja na baba yake na mama yake na watoto wake na jamaa zake wote. Naye huyo Suzana alikuwa mwanamke mwenye adabu, mzuri wa uso. Basi hao watu wabaya waliamuru afunuliwe uso, maana alifunikwa utaji, ili washibe uzuri wake. Kwa hiyo rafiki zake na wote waliomtazama wakasikitika. Ndipo wale wazee wawili waliposimama katikati ya watu, wakaweka mikono yao juu ya kichwa chake, naye akatoka machozi, akatazama juu mbinguni, kwa maana moyo wake alimtumainia Mungu. Wale wazee wakasema, sisi tulipokuwa tukitembea bustanini peke yetu, huyu aliingia pamoja na wajakazi wawili, wakaifunga milango ya bustani, naye mara akawaruhusu wajakazi. Kisha kukatokea kijana ambaye amejificha humo, akamwendea akalala naye. Walakini sisi tungalipo pembeni mwa bustani, tuliuona ubaya huo, tukamwendea mbio. Hata tukiwa tumewaona pamoja na yule kijana, hatukuweza kumkamata, maana alikuwa mwenye nguvu kuliko sisi. Akaifungua milango akaepuka. Bali huyu tulimkamata, tukauliza, yule kijana yu nani? Asikubali kutuambia. Hayo basi tunashuhudu. Basi waliohudhuria wakawasadiki, wakiwa wazee wa watu na waamuzi, hivyo wakahukumu auawe. Mara Suzana akalia kwa sauti kuu akasema, Ee Mungu wa milele, wewe wayajua yaliyositirika, wajua mambo yote yasije kuwako. Wewe wajua ya kwamba wananishuhudia uongo. Na tazama, imenipasa kufa, walakini sikufanya kamwe mambo kama hayo, ambayo watu hawa wameyabuni juu yangu kwa ukorofi. Naye Bwana akasikia sauti yake. Kwa hiyo alipochukuliwa huko kwenda kuuawa, Mungu alimchelezea roho kijana mmoja, jina lake Danieli, naye akapaza sauti akasema, mimi simo, mimi sina hatia kwa habari ya damu yake mwanamke huyu. Mara wote wakamgeukia wakasema, maneno hayo uyasemayo maana yake nini? Akasimama katikati akasema, enyi Bani Israeli, mmekuwa wapumbavu hata kumhukumu binti Israeli bila kuhoji wala kupata hakika ya kweli? Rudini hukumuni, mradi hao wanamshuhudia uongo. Basi watu wote walirejea kwa haraka, nao wale wazee wakamwambia, njoo uketi kati yetu, utujulishe habari hiyo, endapo Mungu amekupa wewe heshima ya mzee. Hapo Danieli aliwaambia, watu hawa wawili watengwe, nami nitawahoji. Basi wakiisha kutengwa, akamwita mmoja wao akamwambia, ewe uliyepata kuwa mzee katika uovu, sasa dhambi zako zimekukalia ulizotenda zamani, kwa kuhukumu isivyo haki, kumpatiliza asiye na hatia na kumwachilia mwovu. Lakini Bwana asema, asiye na hatia mwenye haki usimuue. Haya basi, wewe ulimuona kwa macho, useme, chini ya mti gani ulipomuona wakikaa pamoja? Naye akajibu, chini ya msandarusi. Danieli akasema, hakika umesema uongo juu ya kichwa chako mwenyewe, maana sasa hivi malaika wa Mungu amepokea hukumu ya Mungu, akukate vipande viwili. Akamtenga huyo tena, akaamuru kumleta yule mwingine, akamwambia, ewe mzao wa Kanaani, wala si wa Yuda, uzuri umekudanganya na tamaa imekupotosha moyo wako. Hivyo ndivyo ulivyowafanyia binti za Israeli, na kwa hofu walitembea nawe. Bali huyu binti Yuda hakuweza kustahimili uovu wako. Haya basi, nawe useme, chini ya mti gani ulipomuona wakikaa pamoja? Naye akajibu, chini ya mkwaju. Danieli akamwambia, hakika wewe nawe umesema uongo juu ya kichwa chako mwenyewe, maana malaika wa Mungu yu tayari anakungoja mwenye upanga, akukate vipande viwili, ili awaangamize nyote wawili.
Mara hiyo makusanyiko yote wakapaza sauti kwa nguvu, wakamhimidi Mungu awaokoaye wamtumainio. Wakawaondokea wale wazee wawili, kwa maana Danieli ameuhakikisha ushuhuda wao wa uongo hata vinywani mwao wenyewe. Wakawatenda kwa torati ya Musa kama vile walivyokusudia kwa ukorofi kumfanyia jirani yao, wakawaua. Na mwenye damu isiyo na hatia aliokolewa siku ile. Kwa hiyo Hilkia na mkewe walimhimidi Mungu kwa ajili ya binti yao Suzana, pamoja naye mumewe Yoakimu na jamaa zao wote. Mandhari neno la aibu halikuonekana kwake. Na tokea hapo Danieli alipata sifa kuu machoni pa watu. Neno la Bwana. Kwako msikilizaji, tunapenda kutambua unaweza kutuambia nini umejifunza kupitia simulizi hii ya Suzana inayopatikana kwenye kitabu cha Daniel sura ile ya 13, vitabu vile ambavyo vinatumiwa na Wakatoliki katika Biblia takatifu. Karibu tuambie umejifunza nini juu ya mume wa Suzana, juu ya wale wazee, na vipi juu ya wazazi wa Suzana. Utuambie chochote tu ulichojifunza, nasi tupo hapa kusikiliza na kuona tutajifunza nini kupitia ulichojifunza. Merci beaucoup, au revoir, ciao, asante sana.